Maandiko yanasema baada ya kutoa amri ya kwamba hawa vijana wakamatwe, warushwe kwenye moto, walikamatwa na wakarushwa kwa moto. Haleluya! Na wakaenda wakalala. Siku ya kesho, maandiko yanasema Nebukadneza akakuja, akakaribia katika ile tanuru ya moto, akachungulia kwa mbali, kwa sababu hata yeye aliogopa ile miale ya moto ilitoka ndani ya ile shimo. Haleluya! Akachungulia kwa mbali. Alipochungulia, maandiko yananiambia ya kwamba aliporusha macho yake akaona ndani ya moto kuna watu wanne, na akaita wale aliowaingiza, akawaambia, sikuwaambia mkamate watu watatu muwarushe katika hiyo moto? Naona mtu wa nne. Mtu wa nne ni nani? Haleluya! Maandiko yananiambia walipokaribia wale wafanyakazi wake, na wao wakachungulia ila makuniki ile, wakaangalia wakasema, ndio tunaona mtu wa nne, lakini mtu wa nne sura yake inakaa kama kuwa kati ya mmoja wale miungu, yaani anakaa kuwa kati ya mmoja ya wale wa miungu. Haleluya! Ni ya kwamba mfalme hakujua siri iliyokuwekwa na vijana. Wakasema ndio tunaona mtu wa nne, lakini mtu wa nne sura yake si ya kawaida, mtu wa nne maumbile yake si ya kawaida, mtu wa nne si wa kawaida. Haleluya! Musumene wakosie kumana kimile gache na imana yi ni wakosie kumana kana imana isa tembeana ngai kana siana mwikio munene. Haleluya! Amen. Wakasema ndio tunaona mtu wa nne, lakini mtu wa nne sura yake si ya kawaida, maumbile yake si ya kawaida. Haleluya! Nake mwili mbakai na wagi hasa mwombe wakana tewai dia moshamaki. Haleluya! Amen. Mwili mbaka Johnny mbaka Johnny K Johnny mbaka Johnny K nake akili ya wali atududia hatu ya mundu wakana tewai dia moshamaki, mundu wakana tewai dia moshamachini, mundu wakana nake tewai dia moshamdo ikwenu. Haleluya! Amen.